Ujambo na karibu sana katika Kubobea Andikoni, wasaa ambao tunapata nafasi ya kuchunguza maandiko na kuyaona kama yalivyo. Na juma hili tupo katika somo la 3 katika mfululizo wa masomo 13 katika robo yetu hii ya pili ya mwaka 2026. Na leo tuna kichwa kinachosema kiburi dhidi ya unyenyekevu. Kiburi dhidi ya unyenyekevu. Na kabla hatujaendelea, hebu tupate ombi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, asante sana kwa ukuu na wema wako. Asante kwa kutupatia wasaa huu wa kujihudhurisha mbele zako. Fungua akili zetu, tusaidie tuelewe kile ambacho unahitaji kutufundisha katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Naam. Kiburi dhidi ya unyenyekevu. Tunapoongelea kiburi, kwa hakika naamini watu wengi tunafahamu maana yake. Na Biblia imesheheni watu wengi ambao wamewahi kuwa na kiburi. Na tukishana na Biblia, hata katika maisha yetu ya kawaida tunakutana na watu mbalimbali ambao wana viburi, lakini huenda tumeshindwa kufahamu ya kwamba hivyo ni viburi. Kuna maswali kadhaa hapa ambayo natamani ujiulize. Huenda hata wewe ni mmojawapo wa wahanga hawa wa watu wenye viburi, au mimi au mtu mwingine yoyote ambaye tumewahi kukutana naye. Kwanza lazima tujiulize ya kwamba je, tumewahi kujiona ya kwamba sisi ni bora zaidi kuliko watu wengine? Yaani katika maeneo ya kazi tunajiona kabisa ya kwamba sisi ni bora na hakuna mtu ambaye atatuambia kitu kwa sababu sisi ni bora. Lakini huenda katika ujuzi tulionao dhidi ya neno la Mungu, tunaona kabisa ya kwamba sisi ni bora na hakuna watu wengine ambao watatuambia kitu chochote. Huenda katika ile imani tulionayo tumefika point ambayo tunaona kabisa ya kwamba sisi ndio bora na mtu yoyote asije akasema neno dhidi yetu. Lakini huenda hata katika familia tumeanza kujiona ya kwamba sisi ni bora kiasi kwamba unamuona baba yako, mama yako, kaka yako, mdogo wako au dada yako hawana nafasi yoyote ya kusema kitu dhidi yako. Kama umewahi kuwa katika nafasi kama hiyo, huenda umewahi kuwa na kiburi. Na kama nafasi kama hiyo bado inaonekana katika maisha yako, bado ipo, au hali kama hiyo bado ipo, au uhalisia kama huo bado unaendelea kuwepo katika maisha yako, basi una kiburi na unamhitaji Roho wa Mungu aingie ndani yako na kukisambaratisha hicho kiburi. Biblia ina mfano wa malaika ambaye alikuwa anaitwa Lucifer, ambaye sasa anaitwa Shetani, na kwa kipindi hicho alikuwa mbinguni na alikuwa ni malaika safi sana aliyekuwa akisimamia malaika wenzake, lakini pia alikuwa akiongoza nyimbo, akiongoza taratibu mbalimbali kule mbinguni. Huenda unamfahamu na huenda unamfahamu vizuri sana hata kuliko ambavyo ninamsimulia. Huyu malaika tunaambiwa mpaka kiburi kilipoonekana katika maisha yake, ndipo uzuri wake na ubora wake wote huu ulianza kudidimia na ukaanza kupotea. Kwa sababu hata katika maisha yetu unapomwona mtu anafanya vizuri katika kila anachokifanya, lakini pale ambapo anaanza kujiona yeye ni bora, hakuna mtu ambaye atasema kitu dhidi yake, uangamivu ndipo huwa unaanzia. Hata katika maisha yako, kumbuka nafasi zile ambazo ulikuwa nazo, ambapo uliona umepanda na kukwea na kuwa bora kabisa, na ulipokuwa bora na kuonekana una mafanikio makubwa, ukaanza kuwadharau wenzako na kuwaona hawafai, na ukajiona ya kwamba wewe upo katika sehemu ambayo hakuna mwingine atasema neno lolote kukushauri au kukusaidia, na ukadharau wenzako wote. Na elewa kabisa hata wewe ni shahidi ya kwamba ndipo ambapo kuanguka kwako kulianzia. Na kama hiyo stage ndio ulionayo sasa, basi uangamivu wako unaanza. Usipofanya marekebisho mara moja utapotea.
Sasa turudi kwa stori ya Lucifer. Basi huyu Lucifer akiwa na mafanikio hayo na akiwa ameumbwa kwa namna ya ajabu kabisa, tunaambiwa alikuwa akiimba, zinatoka sauti kadhaa na nzuri sana. Lakini si hivyo tu, tunaambiwa alikuwa anaweza kutembea katika mawe ya moto. Uumbaji wa ajabu kiasi gani! Lakini alipokuwa akijiangalia na kuona ya kwamba yeye ni bora, akapata kiburi na hata kuamua kudiriki kumpindua, yani kutaka kumpindua Yesu Kristo, yani Mungu Mwana. Hapo alikuwa amefika mbali sana. Viumbe wa mbinguni walijaribu kumshauri na walijaribu kumsihi aachane na kile ambacho alikuwa akikifikiri, au aachane na hisia zake ambazo zinamsukuma kuwaza hivyo anavyowaza, lakini alikuwa mshupavu aliyesimama kuendelea kukiamini kile ambacho alikuwa anakiamini. Akaanza kuwadanganya malaika, na alifanikiwa kuwadanganya kwa sababu aliwadanganya theluthi ya malaika. Na alipowadanganya basi, mbinguni ni sehemu ambapo hakuna uovu. Kwa hiyo Mungu Baba alimsihi mara kwa mara ya kwamba achane na mawazo yake, lakini hakuweza kukubali. Ilimbidi aondolewe mbinguni, akatupwa. Inasikitisha kiasi gani! Baada ya kutupwa, akaendeleza kaida zake na kile alichokuwa anakiamini kwa wanadamu, akiwadanganya na kuwaeleza ya kwamba Mungu ni mbaya, na hata leo anaendelea kufanya hivyo. Lakini uzuri ni kwamba wema wa Mungu unashinda na kiburi hakiwezi kushinda wema wa Mungu. Je, kiburi kinaweza kuwa kizuri? Huenda si katika muktadha wa kujisifu, ingawa tutaweza kutumia neno hilo kwa mtazamo chanya tunapozungumza kuhusu mafanikio ya mtu, au katika muktadha wa kuthamini wa kina jambo ambalo mtu amefanya. Kwa mfano, kusema ninajivunia wewe. Sentensi hiyo iko katika hali chanya, lakini mtu atakaposema ninajivuna mimi au ninajivunia mwenyewe, hiyo ni ishara ya kiburi. Kuna mada kadhaa ambazo tutatembea nazo katika juma hili, kwa sababu juma hili tunaangalia kwa kina kiburi kinavyoweza kuharibu uhusiano wetu baina ya sisi na Mungu, lakini baina ya sisi kwa sisi. Na hapa tutaangalia jijue mwenyewe, na hapa tutaangalia namna gani tunaweza tukajifahamu na hali yetu juu ya kiwango cha kiburi kilichopo katika maisha yetu. Lakini pia tutaangalia kupambana na mambo ya msingi, lakini hatimaye tutaangalia kumtazama Mungu pekee. Na tukianza mwanzo kabisa na kujitazama au kujijua sisi wenyewe, nahitaji tuangalie katika kisa ambacho kilisimuliwa na Yesu, akieleza juu ya watu wawili. Na hawa watu wawili waliingia kanisani na wakiwa na mitazamo miwili tofauti. Mmoja alionekana kuwa tajiri zaidi, lakini akiwa na mali. Lakini huyu mwingine alionekana ni mtu wa kawaida ambaye alikuwa ni mtu wa jamii, yani aliyekuwa akiishi na watu wengine, yani sio wale watu wa kujitenga. Wote waliingia kanisani. Huyu aliyekuwa tajiri alipita moja kwa moja na kufika katika siti ya mbele kabisa, na katika maombi yake aliomba kwa sauti, huku akijisifu na kutukuza kwa namna ambavyo alikuwa amebarikiwa na vile alivyokuwa na mali nyingi na vile alivyokuwa anastahili haki kuliko watu wengine. Lakini huyu mtu mwingine aliingia kanisani akiwa mnyenyekevu sana, ambaye alijiona kabisa ya kwamba yeye hafai, na alikaa siti ya nyuma kabisa. Na tunaambiwa kuna wakati wa maombi alikuwa akienda kwenye kona, huku akijipiga yeye mwenyewe, akilia kutokana na uzito wa dhambi alizo nazo maishani mwake. Unyenyekevu mkubwa kiasi gani!
Ni rahisi sana kwa sisi kujiinua, hasa pale ambapo tunaona ya kwamba yale tulionayo ni mengi au ni mazuri zaidi kuliko watu wengine kabisa. Na hii ni ishara ya hatari sana, hasa pale ambapo inatokea. Tunaambiwa kila ajikwezaye atadhiriwa, naye ajidhilie atakweza. Yaani kila anayejikweza atashushwa, lakini yule anayejishusha atakwezwa. Nini maana yake? Pale ambapo tunajifunza kunyenyekea kama Yesu alivyonyenyekea, tutakwezwa. Tunamwona Yesu alinyenyekea, lakini baadaye ameinuliwa na kukaa katika kiti cha enzi baada ya kupitia changamoto zote za hapa duniani. Na ndivyo hata sisi tunaahidiwa katika kitabu cha Ufunuo ya kwamba yeye ashindaye atapewa kuketi pamoja nami katika kiti cha enzi. Lakini hawa wanaoshinda sio wale ambao wanajikweza, sio wale wenye viburi, ni wale walio wanyenyekevu. Mfano wa hawa watu wawili, Farisayo na huyu au mtu aliyekuwa tajiri na huyu mtu ambaye alikuwa maskini, ni hata katika maisha yetu ndivyo ilivyo, ya kwamba mara nyingine huwa tunajiona kama sisi ndio wema zaidi kuliko wengine. Tunaona imani tulionayo au dini tulionayo ni bora zaidi kuliko imani au dini za watu wengine, na tunaona ya kwamba watu wengine hawana kitu chochote ambacho wanaweza kutuambia, hawana kitu chochote ambacho wanaweza kutushauri, hawana kitu chochote ambacho wanaweza kusema dhidi yetu. Ishara ya hatari kabisa maishani mwetu. Lakini kama tutajifunza kuwa wanyenyekevu na kuwa kama huyu mtu mwingine ambaye alirudi katika siti ya nyuma kabisa na kujipiga kifuani akilia na kumwomba Mungu amrehemu kutokana na uzito wa dhambi alizonazo, tutakuwa tunafanya jambo jema zaidi. Kujisifu hakuonekani tu katika wafalme mbalimbali akina Nebukadneza, au kiburi hakionekani kwa hawa wafalme tu akina Ahabu, hata katika jamii ambayo iliishi na Yesu. Yani nawaongelea wanafunzi wa Yesu 12. Kulitokea kiburi kati yao baada ya kuishi na Yesu kwa muda mwingi na kuona ya kwamba Yesu yuko nao. Ilibidi waanze au waingie katika wimbi la mashindano, wimbi la kiburi, kupambania nafasi bora, na wakaanza kumuuliza Yesu ya kwamba, je, ni nani aliye bora kuliko mwingine, au nani aliye bora kuliko wote hapa kati yetu? Na natamani nitumie lugha walioitumia, walisema ni nani aliye mkuu kuliko wote hapa? Yesu akawaambia ya kwamba ni lazima uwe mtumishi, na akawaonyesha kwa vitendo kabisa ya kwamba inahitajika wao kuwa watumishi. Alivyozidi kuwafanyia kwa vitendo siku kwa siku, walijifunza ile tabia ya Yesu ya kwamba unapokuwa kwa Yesu hautakuwa unajikweza, utakuwa mnyenyekevu ambaye utakubali kujifunza, utakubali kumsikia Yesu akinena nawe ya kwamba ya kupasa uwe mnyenyekevu. Lakini natamani tujifunze pia kwa mfano kutoka kwa Musa. Musa alikulia katika jumba la kifalme. Ndio, alifundishwa na mama yake juu ya ukweli kuhusu uhalisia wa kabila lake au taifa lake, ya kwamba yeye ni Mwebrania. Na kwa kufundishwa hayo yote, alidhani ya kwamba anaweza akawakomboa taifa lake au taifa la Israel kwa kupigana kwa mikono au kwa nguvu zake binafsi, kwa ubora wake aliyodhani anao. Na ndio maana tunamwona anapigana na Misri hapa, anapigana, anamuua. Lakini Mungu anahitaji kumfundisha ya kwamba ukihitaji kunitumikia mimi ni lazima uwe mnyenyekevu. Na anadhihirisha hilo kwa Musa kwa kufanyaje? Musa anaenda nyikani, anakimbia baada ya kuua. Anapoenda nyikani, Mungu anaenda kumfundisha Musa kuwa mnyenyekevu kwa miaka 40. Namna ambavyo aliishi na kondoo wa Yethro, namna ambavyo alichunga kondoo wa Yethro kwa miaka 40 ilitosha kabisa kumfundisha na kumfanya
huyu Musa ajifunze unyenyekevu, ajifunze kuwa mtaratibu, ajifunze ya kwamba Mungu ni Mungu wa unyenyekevu. Na mpaka wakati unapokuja ambapo Mungu anahitaji sasa Musa aondoke kule nyikani, aje aikomboe Israeli, si kwa nguvu tena alizodhani kwamba zinamtosha, si kwa uwezo aliodhani ni uwezo wa kifalme ambao ungemsaidia yeye kupambana, bali kwa kumtegemea Mungu tu, ambaye yeye ndiye angeweza kufanya miujiza, angeweza kufanya mambo yote kwa ubora mkuu. Musa alijiona kabisa afai, akamwambia Mungu ni kwamba nitawezaje mimi katika hali yangu hii kwenda kusimama mbele ya Farao ili niweze kuwakomboa wana wa Israeli. Lakini Mungu akatambua ya kwamba sasa hiki chuma, mtu wangu sasa amefikia katika point ambayo ninaweza kujitambua, kwa sababu ametambua ya kwamba yeye mwenyewe hawezi. Na hii ikampa credit bora kabisa ya kuweza kusimama ili kwenda kuwakomboa wana wa Israeli. Unaposoma kitabu cha Hesabu tunaambiwa hakuna mtu aliyekuwa mpole kuwahi kutokea kama alivyokuwa Musa. Ni kwa namna gani Mungu akiamua kukufinyanga anakubadilisha kabisa. Leo hii kama utahitaji Mungu akutumie, ya kupasa ukubali yeye aingie ndani yako, akufinyange, akubadilishe kabisa tabia yako, uweze kufanana na yeye, uweze kufaa kwa ajili ya mapenzi yake. Kwa sababu asipokufinyanga, Roho Mtakatifu asipoingia ndani ya maisha yako kubadilisha, hautaweza kufaa kabisa kusimama na kutumika kwa ajili ya Mungu. Juma hili tumejifunza vizuri kabisa juu ya unyenyekevu. Tumeona mifano kutoka kwa Musa, lakini tumeona mifano kutoka kwa wanafunzi wa Yesu. Lakini tumeangalia kuhusu kisa cha watu wawili ambacho Yesu Kristo alisimulia juu ya mtu aliyejinyenyekeza na mtu ambaye hakuhitaji kabisa kujinyenyekea. Na mwisho kabisa tunakumbuka visa kadha wa kadha vya wafalme ambao kutokana na kiburi walipotea, na wengineo walienda katika adhabu za miaka mingi huko porini, akiwemo Nebukadneza. Nebukadneza ambaye aliingia kiburi na kumkufuru Mungu, na Mungu akampeleka nyikani, akampeleka msituni, akakaa huko, akakula majani kama ng'ombe kwa miaka 7, na aliporudi akaja akiwa mnyenyekevu na akamkubali Mungu kama yeye ndiye pekee anayeweza. Tunamwona Ahabu akiwa na kiburi kabisa, akiongozwa na mke wake Yezebeli, malkia ambaye alikuwa ni katili kabisa, lakini thawabu yao ilipatikana. Leo hii Mungu anahitaji vijana ambao watakubali awatumie, lakini ambao watakubali awafinyange, awabadilishe kama alivyofanya kwa Musa. Na hilo linawezekana kwako leo kama utakubali Roho wa Mungu aingie ndani yako, akubadilishe, afanye vile ambavyo anahitaji kufanya, akunyenyekeze, akufundishe usiwe na kiburi, ujifunze kutokuwa bora zaidi ya wengine. Yaani ujione ya kwamba wewe ni sawa na wengine na sio kwamba wewe ni bora zaidi kuliko wengine. Hilo linawezekana kama utamkubali Yesu aingie ndani yako leo. Mwisho kabisa, kama utasahau yote niliyoyasema, nahitaji uyakumbuke haya mambo makubwa matatu. 1, kiburi kinaweza kuwa mojawapo ya vikwazo vikubwa katika kukua katika uhusiano na Mungu. Jambo la 2, tukijiona tunajitosheleza na tusipotambua hitaji letu, hatutojali uhusiano wetu na Mungu na tutashindwa kuufuatilia. Jambo la mwisho kabisa, Yesu alikuwa mtu mnyenyekevu zaidi duniani na mfano mkamilifu wa jinsi ya kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu.
Kama tunahitaji kuwa salama, ni lazima tuige mfano wa Yesu Kristo, maisha ya Yesu Kristo aliyoyaishi hapa duniani. Kwa kufanya hivyo, tutafaa kuwa viumbe safi kabisa na watumishi bora kabisa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ikiwa unatamani Mungu akufanye upya leo na uanze upya leo na yeye, ungana nami katika maombi. Tuombe. Baba yetu mtakatifu, asante sana kwa ukuu na wema wako. Asante kwa kutupatia wasaa huu wa kujihudhurisha mbele zako. Muda huu tunahitaji utufinyange na utubadilishe kabisa. Tuishi tena tukiwa wanyenyekevu, tusio na kiburi. Tubadilishe tabia yetu, tusaidie tutende sawa sawa na mapenzi yako. Tunaamini utatufanikisha hivyo katika jina lako Yesu Kristo. Amina. Basi ndugu mpenzi mtazamaji, Mungu akubariki sana. Na ikiwa hizi videos zinakubariki, kumbuka kulike, kushare na kusubscribe. Lakini usisahau kufuatilia vipindi vingine kutoka hapa Tosi TV Network. Mungu akubariki mpaka wakati mwingine. Asante.